mstari wa 25. Mungu wetu na Baba yetu mbinguni, na kutukuza Bwana na kuhimidi Bwana na kuinua Bwana. Asante Mungu unayefungua anga na kuponya maisha yetu na kuyatabia mfalme. Tuko mbele zako tena majira haya, tunakuja kulisikia neno lenye uzima, neno lenye uhai, neno lako mfalme. Tunyeke mbele zako, tunaomba neema yako ifunuliwe kwetu, uwezo wako na nguvu zako ifunuliwe kwetu. Majira haya Roho Mtakatifu tuhudumie, tuwatabie tena. Roho Mtakatifu uwezo wako na nguvu zako zifunuliwe katikati ya madhabahu. Tuhudumie na kutufundisha, na kweli yako ikafunuliwe katikati ya kusanyiko hili, kwa nguvu na kwa uwezo wa jina takatifu na tukufu la Yesu Kristo. Tunajiachilia kwako Bwana uliye mwaminifu kweli, kupitia damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Mwokozi. Mungu aliyeko nje pia na wanaweza kuingia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi Mungu wetu mwema anatupenda. Pigie Yesu makofi leo baya. Mungu anatupa neema na unahudhuria katika ibada ya leo. Na wengi umeona wingi wakishindwa kuja, lakini wewe Mungu amekupa neema ya kufika. Ongeza tena makofi kwa ajili ya Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Vile ametupa neema ya kuwa nyumbani mwake tena leo, tuna kila sababu ya kumshukuru na kumtukuza, kwa sababu yeye ni Baba, ni wa kweli, ni wa haki. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na yeye, hakuna mwingine wa kufananishwa na yeye. Yeye ni mtakatifu mwema, ni Mungu wetu mwema. Kwa hiyo endelea kujiachilia mbele zake, na yeye atakuhudumia, na yeye atakutetea, na yeye atakufungua, na maisha yako kwa salama yatabaki kwa yalivyo. Kwa hiyo jiachilie mbele zake, akili na ufahamu, nafsi, mwili na roho yako, vyote viachilie mbele za Bwana. Tuko hapa tumekuja kumwabudu Mungu, lakini kama ninavyokuambia kila wakati, ya kwamba tunapokuja kanisani tunakuja kujifunza. Tunakuja kujifunza nini? Tunakuja kujifunza namna gani ya kufika mbinguni. Haleluya. Tunakuja kujifunza namna gani ya kufika wapi? Kwa nini tunakuja kanisani? Jambo la kwanza tunakuja kumwabudu Mungu. Jambo la pili ni kujifunza. Huyu Mungu ambaye tunamwamini, siku moja tuishi na yeye. Tutafikaje sasa kwake? Ndio tunakuja kujifunza namna tunavyoweza kufika kwake. Haleluya. Tunaelewana wateule wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwaminifu sana na tutenda. Kwa hiyo amini ya kwamba yeye anaweza kufanya na anaweza kutenda mambo yale ambayo wanadamu hawezi kutenda, yeye anaweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikukaribishe katika kipindi chetu kingine cha neno lenye uzima. Ni lile linao ujumbe unaosema utamalizaje mwendo. Utamalizaje mwendo. Leo nafikiri tutakuwa sehemu kama ya 5 hivi, tutakuwa sehemu ya 5. Utamalizaje mwendo. Na tumeona vipengele tofauti tofauti ambavyo adui shetani wanavitumia kuangusha wana wa Mungu, kuwadhoofisha wana wa Mungu, kuwapiga wana wa Mungu, wakati mwingine hata kuangusha kiroho kabisa.
tuliona huko nyuma anaweza kutumia mawazo, anaweza kutumia moyo, anaweza kutumia fikra, na tukaona mambo mengine. Wiki iliyopita tukaona namna gani ambavyo adui anaweza akaja kwa kipengele cha fedha au chakula. Kwa hiyo anakuja kwa aina ya chakula. Tukaona kwenye Luka sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7, neno tulikuwa tukilisoma mara kwa mara, kwamba hapa alipoenda kumjaribu Yesu, jambo la kwanza alimjaribu Yesu kupitia chakula. Ndiyo kawaida yake anayoweza kuitumia kuwakwamisha na kuwarudisha nyuma watu wa Mungu. Yule mtu wa Mungu na nabii mzee, tuliona yule mtu wa Mungu na yule nabii mzee. Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 13 tulisoma mstari wa kwanza hadi wa 25. Wafalme wa kwanza sura ya 13 ule mstari wa kwanza hadi wa 25 tulisoma pale kwa bao kwepo habari ya yule nabii mzee na huyu mtu wa Mungu, ambapo nabii mzee alimkosesha mtu wa Mungu mpaka akafa kwa njia ya chakula. Na Mungu anajua madhara ya chakula, na ndio maana alimwambia njia utakayoiendea sio njia utakayoirudia, lakini ukienda usile wala usinywe maji. Lakini huyu mtu wa Mungu akakutana na habari na nabii mzee aliyemfuatilia, na matokeo yake akajikuta amekula chakula, amekunywa maji na akafa. Simba akamlalua akafa. Kwa hiyo tuko kwenye kipengele kinachosema nguvu na hatari ya chakula. Nguvu na hatari ya chakula. Nguvu na hatari ya chakula. Huyo wa kwanza tukamwona. Wa pili tukamwona Balaam na Balaki katika nchi ya Moabi au Moabu. Baada ya mfalme wa Moabu kuwaona wana wa Israeli wameingia wakaenea kwenye nchi yao, kwa sababu alikuwa amesikia habari zao kwamba Mungu wa hao watu anatisha kama nini. Huyu Mungu wa hao watu alipasua bahari ya Shamu. Huyu Mungu wa hao watu aliwavusha kwenye mto Yordani wakapita. Akasikia habari zao, akatetemeka na akaogopa. Akamwita Balaam ili aje warani wana wa Israeli. Sasa Balaam aligoma, akasema nitamuuliza Bwana sikia atakalosema. Lakini tukija tukatumia vizuri Balaam, kile kikosi cha kwanza baada ya Balaam kumuuliza Mungu, Mungu akampa jibu akagoma, akamwambia nendeni, Mungu amekataa. Yule mfalme alienda akaandaa vitu, akaandaa zawadi nzuri. Zile zawadi wakaja nazo wale watu. Balaam akasema kaeni hapa nikamuulize Mungu kwanza. Tunaona chakula kinaweza kushawishi. Kwa hivyo vilitumika vitu vizuri kumshawishi Balaam ili akubaliane kwenda. Ni vile vitu vilivyoletwa vilimshawishi Balaam. Balaam anajitetea mbele ya malaika, basi malaika anamwambia nenda, lakini neno atakapolisema Bwana ndilo atakalolisema. Kila atakachokuelekeza Bwana kufanya ndicho atakachofanya. Amefika kule anamwambia Balaki, andaa madhabahu 7 zijengwe, alafu kila madhabahu weka kondoo dume moja na ng'ombe dume moja. Manake kondoo 7 na ng'ombe 7 dume. Alafu kaa kwenye hizo madhabahu, mimi nitakwenda huko sasa nikaorani hao watu. Ameenda, ndipo Mungu akamwambia nimraanishe ili nimbariki. Baada ya hapo akabadilisha, wakaenda tena mahali pengine kujenga madhabahu, ikashindikana. Akaenda tena maeneo mengine akajenga madhabahu kwa awamu ya 3, ikashindikana. Tena Balaam akamwambia Balaam, sikukuita uje unirania hapa, mbona matokeo yake badala yako kuwabariki kweli kweli. Balaam akapata akili ya kuweza kuwakosesha hao watu na Mungu wao. Akamwambia sasa jambo ni moja, hao watu wakashindana nao, maana Mungu ni Mungu wao. Hao watu wakapigana nao kwa sababu Mungu ndio ngome yao, ndio kinga yao, Mungu ndiye nguvu yao. Sasa cha kufanya, hao watu wewe waandalie karamu, patana nao, fanya sherehe, waandalie karamu, ionekane kama tunataka kukubaliana
lakini kile chakula utakachokuwa umekiandaa kiwe kimefanyiwa ibada kwa miungu. Yeye alishawishi kwamba Moabu wakarara nao, wakazini nao, hasira ya Mungu ikashuka juu yao na Mungu akawaua. Tunaona chakula kinaweza kuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri tuliishia kwenye hiyo eneo katika hicho kitabu cha Hesabu sura ile ya 22. Tukasoma pale mstari wa kwanza na wa pili, na sura ile 25 nafikiri tulisoma hapo katika kitabu cha Hesabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata kipindi hiki tulicho nacho sasa, sasa hivi tuko kwenye kipindi cha uchaguzi. Ni kipindi ambacho watu wengi wanapewa vyakula viwashawishi ili waweze kuchagua watu wasiofaa na kuwaacha watu wanaofaa. Ninarudia, tuko kipindi cha uchaguzi. Sisi watu wa Mungu na kanisa la Mungu tuwe makini sana na wanasiasa wanaokuja na ushawishi wa fedha, chumvi, sijui nguo, sijui kofia, sijui vitu gani, ili hadi kukushawishi wewe uwape kura, lakini ni watu wasiofaa. Kweli anapeleka sera za kuwatumikia watu. Ukiona mtu anakuja ametanguliza kutoa pesa, kutoa vitu, huyo sio kiongozi anayefaa. Muepuke kama jehanamu ya moto. Hafai. Mtu yeyote unayemwona anakuja, wewe ni diwani, wewe ni mbunge, au kwenye nafasi ya urais, anasema mimi natoa hiki, anatoa anashawishi, anatoa watu, yaani vile vitu anavitoa kwa kuwashawishi watu akili zao. Maana yake anataka awanunue nyinyi. Na kama anataka awanunue nyinyi, maana yake hata kwenda kutumikia nyinyi, ila atakwenda kutumikia zile fedha alizowapatia nyinyi, ndizo atakwenda kupambana kuhakikisha zimerudi. Kwa hiyo hamtapata maendeleo. Huduma nzuri unazotaka za kiafya hamtazipata. Mabarabara mazuri unataka hamtayapata. Sijui umeme hamtapata. Maana amechagua mtu kwa fedha zake. Kwa hiyo tuwe makini sana wakati huu tulionao. Tusije tukawa kama bara. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nawaambia wana Mungu, tuwe makini sana. Tuombe kama kanisa, Mungu atuinulie kiongozi bora, tupate rais bora, tupate wabunge bora, tupate madiwani bora, lakini ambao wanatokana na Mungu, wenye roho ya Mungu ndani yao. Sasa mtu anakuja amevaa hirizi, mtu anakuja ametoka wamekamikia huko kwa waganga kienyeji, anatoa kafara watu, alafu sisi tunaenda kuchagua mtu leo. Hapana. Mungu afungue macho yetu, Roho Mtakatifu afungue macho yetu katika kipindi hiki tulicho nacho kama watu wa Mungu au kama Watanzania. Mungu atusaidie kupata kiongozi, macho yetu yaondolewe upangu, tuone mtu anayetufaa kwa ajili ya maendeleo yetu ya nchi na kwa ajili ya maisha ya Mtanzania mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo tuwe na tahadhari sana. Ukiona mtu anakuja anatanguliza mambo ya masilahi, ametanguliza tu pesa. Wana wa Mungu analeta kuchumvi, analeta sijui 5,000. Hasa nyinyi mnaenda kupiga sijui ndio wajumbe wale ambao mnaenda kuchagua. Ninawaomba sana. Usiwe mnafiki. Usisimame kwenye zile kanuni ambazo wanasema wanasiasa kwamba wewe akija chukua tu hela yake, ila unajua unaenda kupiga kura. Huo ni unafiki. Hata pesa yake usichukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tupate viongozi ambao wanatokana na Mungu, ambao Mungu amewaridhia, ambao ndani yao sio wale waliokuja wametanguliza rushwa. Hapana. Wale ambao ndani yao tukiwaangalia kweli, ndani yao wana roho na moyo wa kutumikia Watanzania.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika nyakati hizi za uchaguzi, tuwe makini sana. Tuwe makini sana. Ni wakati ambao ni wakati ambao tunapata viongozi bora, lakini wakati ambao tunakosa viongozi bora. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nguvu ya chakula. Mtu anashirishika tu anapewa kwa 5,000 na anajua kabisa huyo hafai, lakini anaenda kumpigia kura, anaenda kumchagua. Hapana. Mimi kwenye nafasi yangu kama kiongozi wa imani na kiongozi wa kiroho, ninakushauri sana mwana wa Mungu, nakushauri sana, Mungu akusaidie. Tuachane na hao wanasiasa ambao wanaweza kutuvuruga, lakini tupate watu sahihi. Haijalishi anatoka chama gani, lakini maadamu tunamuona ndani yake amebeba roho ya kuweza kututumikia sisi wa Tanzania, tumchague yeye. Haijalishi anatoka kwenye chama cha upinzani au kwenye chama tawala, maadamu tunamuona huyu ana roho ya kusaidia kuvusha, kututoa changamoto tunayo, tunaweza kuchagua na ya kura. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Rushwa huwa inakufusha. Bwana Mungu, usikubali. Tunaona vizuri. Tunaona vizuri. Hata angekuja akakushawishi mwambie hapana, mimi nina mgombea wangu. Sawa sawa. Mimi ni naye ambaye tayari moyo wangu unaona nitampa huyo, nitampa huyo. Tunaongelea nguvu ya chakula. Inaweza kubadilisha. Watu wengi wamebadilisha mawazo na mioyo yao kwa sababu ya nguvu ya chakula. Hasa wakati tunao uchaguzi. Tuwe makini sana kwa vizawadi tunavyoletewa. Lakini pia ni mbaya mtu amekuwa akitaka naamini fulani atanipigia kura, alafu sasa kupigia kura. Huo nao ni utapeli. Ni nini? Watana wakati wewe huna mkono. Wamekaa kwa kubaliana wakaliziana, hayo yataongoza miaka fulani, yataongoza kipindi fulani. Wewe hayo maliziano yao na amani watakayoiweka haiwezi kusababisha mkono wao kurudi. Wakikao wakapatana huko, wao wamepatana wakapeana na vyeo, watakuwa makamu, wewe utakuwa waziri nani, utakuwa nani. Hayo hayawezi kukusaidia wewe wakati wa jicho lako moja halipo. Meno hayawezi yakarudishwa kwa mapatano yao. Kuna mtu ananielewa? Meno yako yatakayokuwa yamepotea hayawezi yakarudishwa kwa mapatano yao. Wakati umevunjika uti wa mgongo, unaweza kutembea huko kitandani na kuuliza shida ni nini? Sikilia maandamano, mimi nilikuwa kwenye maandamano nikapigwa kombora. Kati labda ya chama na serikali, wewe haiwezi katibu mgongo wako. Wao watapatana, wewe huko kinchi huko kuchukua hii inaendelea hapa Kongo. Watu wanakatakata, watu wanachinja, watoto wadogo wanabakwa, wanawake wanabakwa. Hapa tu Kongo hapa. Kwa sio mashabiki. Ukiona mtu anakuja kwa kuhubiria hata kama ni mzuri kiasi gani, akaanza kukufarakanisha, hebu muone huyo mtu ni mbaya kama jehanamu ya moto. Hata kama yuko kwenye vyama vyetu tunavyopenda, hiyo ni chama tawala, hiyo ni vyama vya upinzani, ukimwona mtu anakuja kwa kufarakanisha, hapana. Sisi kazi yetu viongozi wa dini kuhubiri amani, na ndio amani inayohubiri. Hapa tumekusanyika hivi kwa sababu kuna amani. Yangekuwa kulikuwa magumu, asingekuwa hapo. Kama mvua tu kunyesha, baada ya kukuja ni wachache. Mvua tu kunyesha, je, ingekuwa ni magumu na mitutu ya Mungu? Kuna ambaye angekuja? Bwana wa Mungu, tusio washabiki. Tusio washabiki. Acha hao wenyewe wa siasa huko juu wapambane wao. Wakishinda Bwana atukuzwe, wakishindwa basi hivyo hivyo. Lakini tusikubali tukao wakimbizi. Hakuna pa kukimbilia. Hebu kumbuka Kongo huko wanakimbilia huko, Burundi walikimbilia huko, Rwanda walikimbilia huko, mataifa mengi wanatafuta kuna huko kwenye nchi zao wanakimbilia huko kwetu. Wewe unakimbilia wapi?
sababu nchi zinazozunguka zote ni kama zina bado zina machafuko. Tuikuza amani tulionayo. Tusikubali sana viongozi wa siasa kuturudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tukisema kama Bwana Yesu asifiwe sana, mimi naishauri pia hata serikali wakati mwingine, wakati wewe tunapokaa hata juu kwa kikao na viongozi, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, tulipo japo walikuwa wametoka katika na wawakilishi wao, tuliwaambia baadhi ya mambo. Sisi viongozi wa dini tukisema tususie, hakuna kinachoweza kufanyika. Kwa nini? Sisi tuna uwezo wa kuzimiliki roho za watu. Kuna mahali serikali imetumia mpaka na mitutu ya bunduki ikashindikana. Kuna majambazi ambayo imeshindikana. Linakamata linapelekwa, linaachiwa, linarudi, linafanya uhalifu. Wametumia mitutu ya bunduki, wametumia vipigo na vipigo, lakini ilishindikana. Lakini injili ya Kristo iliweza kumbadilisha mtu, na yule mtu akawa mtu mwema. Sasa sisi viongozi wa kiroho, Mungu ametupa neema ya kuweza kutawala roho za watu. Viongozi wa serikali wanatawala miili. Kwa hiyo ni vizuri sana hata serikali yenyewe ikae vizuri na viongozi wa kiroho. Maana sisi ndio nyinyi hao, sisi ndio wenye kuhamasisha. Na ndio maana katika uchaguzi watatuita viongozi jamani. Mfano, juzi kama tumeita tunamwambia jamani, kuna uboreshaji wa daftari la kupiga kura. Watu waboreshe taarifa zao, wengine labda vile vifaa kutoka kupiga kura vijaribika, au wengine wamehama kutoka eneo kwenda eneo lingine, wengine walikuwa na umri mchache kwa kufikisha umri. Kwa hiyo ni siku 7 tu wala zitaongezwa. Tunawaomba mbona wapitisha gari la matangazo? Maana walikuwa misikitini, huko kwenye misikiti ndipo walipo wapiga kura. Walijua kwenye makanisa ndipo walipo wapiga kura. Wakatuita ili tutoe tangazo kwamba kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7, na inafanyika kwenye ofisi ya kijiji. Kwa mfano kata ya Chato kwenye ofisi ya kijiji ya Chato, kata ya Muungano kwenye ofisi ya kijiji ya Muungano. Kwa hiyo nenda wewe ambaye papa zile taarifa, nenda kaboreshe taarifa zako ili ujipatie kiongozi aliye bora. Sisi ndio tunamiliki roho, na sisi ndio wenye kuweza kuwashawishi nyinyi mkapige kura. Sisi ndio wenye kuweza kumwambia Mungu atuinulie mtu sahihi. Na wakati mwingine ndio maana serikali inafanya kazi na viongozi wa dini. Na ndio maana serikali inatuomba sana tuhubiri amani. Lakini inapotuomba kuhubiri amani, basi mwingine serikali yenyewe ijue kwamba kuna nafasi zetu sisi viongozi wa dini kwenye maisha ya watu wao. Serikali haiwezi kutawala watu kama haipo amani. Sisi viongozi wa dini kama hatuwana ubatizaji, tunaandaa mazingira ili wao waje watawale kwa amani. Lakini amani kisha toka tuikakosa katikati yetu, hakuna tunachoweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuilinda amani ya nchi. Kila mmoja awe mlinzi wa amani ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikubali chakula cha siku moja kikavuruga amani ya nchi. Tusikubali chakula cha siku moja kikatukosesha kupata viongozi walio sahihi, tukapata viongozi ambao hawezi kutufaa. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani anapokuja anakuja kwa chakula. Kwa hiyo tukasoma tukaona hata ambapo wana wa kukosanishwa na Mungu kwa sababu ya nguvu ya nini? Ya chakula. Walipokula kile chakula kimetambikwa kwa miungu yao, na kilipokuwa kimetambikwa kwa miungu, walipokula wakaunganishwa na ile miungu. Kwa sababu kwa imetolewa sadaka, ile nguvu ya ile miungu ikaingia ndani yao. Yale maroho ya uzinzi yakaingia ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata anayekupatia fedha, anayekupatia hiyo hongo ile kukushawishi kumchague, ujui hayo mapesa ametoa wapi? Wapo wengine wanatoka makaburini wametambikia kule. Hiyo umeupa kitu na cheti amechukua na hela yako. Kwa hiyo
Haleluya. 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 Ile unakuacha achana nayo. Achana nayo. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa ndio. Sawa sawa inabidi. Sawa sawa takatifu wa Bwana. Lakini kwa kusema ninja nini? Nisoma shaka. Awali kujali jambo lolote. Anapokuja kujaribu kupata na njaa. Huyo sio kiongozi anayetufaa. Kiongozi anayetufaa ni yule ambaye amebeba kusudi la kutuvusha. Kama naomba mnichague na watu wengine. Lakini akaanza kutanguliza pesa, huyo atafai. Huyo anataka kutununua. Haleluya. Tunaelewa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Farao akajua kwamba kwenye chakula kuna nguvu inaweza kuwageuza watu mioyo yao. Mikate. Yesu wale watu walimfuata kwa sababu ya mikate. Nikamwambia hivi, Jumapili nikamwambia kitu. Wakati mwingine Mungu anapoangalia ndani ya moyo wako anataka ajione. Alipowalisha ile mikate, wakamfuata siku nyingine. Wanafunzi wanamwambia tena umati mwingine. Yesu hakuangalia umati, ila alianza kuangalia ndani ya mioyo ya watu. Yumo ndani ya mioyo yao, yumo. Wakati anaangalia ndani ya mioyo yao, Yesu hakuona, ila ndani ya mioyo yao wakaona mikate. Akawaambia hao hawajaja kwa sababu ya neno walilosikia, ila wamekuja kwa sababu siku walikula mikate. Ndicho alichokiona ndani ya mioyo yao. Biblia inasema iweni watendaji wa neno wala sio wasikiaji. Tusiwe wasikiaji tu, bali tuwe pia watendaji wa nini? Wa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe watendaji wa neno, tusiwe wasikiaji tu. Kama hivyo tumekuja hapa na tunasikiliza kisha tunaondoka. Tusiwe wasikilizaji, watendaji. Na tunapolisi tulitendee kazi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Mordekai alipata habari ya kwamba Hamani ameandaa mkakati tangu mwezi Januari wa kwamba wauawe Wayahudi wote waliokuwa kwenye serikali ya mfalme wa Ashuru, Shusheni ngomeni. Alipopata taarifa akamwita Malkia Esther, akamwambia usifikiri kwamba uko salama sana, kwamba sisi tutakapokufa wewe utabaki salama, pamoja na kwamba uko ngomeni, pamoja na kwamba uko mkuu, wewe utabaki salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tufanye nini? Wakasema jambo lolote tunaingia kufunga na kuomba. Tuingia kufunga na kufanya nini? Na kuomba. Ndio jambo tunaloona pia sisi viongozi wa dini. Mwingine Israeli alikuwa na uwezo wa kumbariki Esau. Alikuwa na uwezo, sawa? Si mtoto wake alipenda. Si mtoto wake alipenda. Lakini alimwambia kitu kimoja. Kaniandalie mawingu. Uje uniandalie namna vile moyo wangu unapenda. Vile roho yangu inapenda nile kisha nikubali. Kwenye chakula kuna baraka, kwenye chakula kuna raha. Ongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye chakula kuna baraka, kwenye chakula kuna nini? Akamwambia kaniandalie vipi? Haleluya. Haleluya wateule. Haleluya wainani. Haleluya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Esther akajua
Mfalme akakubali. Siku ya kwanza mfalme akaja, Esta akaandaa chakula, mfalme akala na Hamani wakala, lakini moyo wa mfalme haukufunguka. Haukufanya nini? Haukufunguka kusema nini? Haukufunguka kufanya nini? Kusema nini? Esta akamwambia mfalme, nashukuru leo umekuja umekaribia, lakini naomba tena unipe siku nyingine. Ninataka kukaribisha uje, lakini uje na huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uje na huyu mtu. Kwa hiyo inawezekana siku ya pili kuna mahali Esta alijua labda alikuwa hajaboresha vizuri, akaboresha mapishi vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwamba wana nyinyi mabinti na wao mama mko kwenye ndoa, jitahidi sana. Unapoolewa jitahidi sana. Mama ntilie asikuzidi mapishi, akakamata moyo wa mume wako. Wewe uwe na mapishi kuliko mama ntilie. Kuna mtu amenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Uwe na mapishi kuliko mama ntilie. Wakati mwingine moyo wa mume wako hata kunywa chai nyumbani, hata kula chakula cha mchana nyumbani, kwa sababu mama ntilie chakula chake kimesha kamata moyo. Ninaongea na alipokula chakula yule mzee alimbariki Yakobo, akijua anambariki Isa. Mama alijua namna ambayo mume wake anakulaga. Moyo wa mume wako kila wewe unafurahi, unapata changamoto. Hata kama kaenda kwa mekaficha huko anakaleta kwenye mfuko wa shati. Kanakaa wazi kwenye mfuko wa nini? Kama kalikuwa kwenye makalio huko kanachomoroka na kwenye mfuko wa shati, maana amekula ameshika. Moyo umefurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana wateule wa Bwana? Tunaelewana ila mbinguni? Haleluya. Haleluya. Tunaelewana vizuri. Kwa hiyo andaa vizuri chakula. Kwa hiyo mama aliposikia vile akaenda akachukua zizini cha nani mwana mbuzi, sio ni kondoo, ni mbuzi, akaja akamchinja. Akachukua mnyama akamchinja. Alafu mama akaandaa namna ile mume wake anapendaga kula. Maana Yesu ni mpishi. Anajua namna gani moyo wa mume wake anaokamata. Kwa hiyo wakati mwingine bwana mama kama anatumia dawa, namna wanapoandaa chakula. Ukisikia tu dagaa ni dagaa. Wewe unampigia mume wako dagaa na anaangalia vile na mkonolea macho. Anauliza vipi, yeye anamwambia vipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana hizo? Sasa moyo wako ukamataje? Hapo nimwambia na sabuni ya Ayubu, anakuambia subiri baadaye. Kumbe na hela alikuwa nayo. Nini? Amesikia sauti ya dagaa kumwambia kuna salamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Bwana Mungu ndiye kitu kimoja. Kitu kinachokamata mwanaume ni kidogo sana. Sawa? Amina. Utii, unyenyekevu, chakula na maneno laini. Mambo mangapi? Manne. Maneno laini. Biblia inasema kwamba maneno mabaya yanaharibu tabia njema. Ukiwa na maneno mazuri yanaweza kubadilisha tabia ya yule mtu. Sasa akiongea na wewe unajua kama bounce, anakaa najua tumekuwa mabavu kwa wingi. Kwa hiyo alikuwa nikatoka kwa kuja na lala na chokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Biblia inasema kama mwanamke mpumbavu anaiharibu nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Ni mambo mengi yanaharibu nyumba. Usitaki kushindana na yeye. Yeye ni kichwa, wewe ni kiwiliwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Uitengeneze vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona vizuri na Mungu. Na kisha kule chumbani basi kumekaa vizuri. Sio utakuwa shimo la takataka. Hapa usafi na kushinda. Amina. Hapa usafi na kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusema Mungu ananaga saa 10 za usiku. Mzaba kwa mtandao usingizi hau. Chumba kimejaa utafikiri ndio
yale makataka ya mwingine anatokioga pale. Jalala. Yesu anaomba vitu vichache kama vinaweza kusababisha ukatinayo kwa roho. Ni vitu vichache. Vidogo vidogo kwa sababu kuna vile vya kawaida wewe vinamuumiza meza. Anaweza kupanda. Kwa hiyo hakikisha chumba chako kinakuwa kisafi. Unapanga vizuri hata wewe. Ukiamka kitanda kisiwe kama amelala sungura. Wanaweza siwe sana. Amina. Yaani kitanda ukiamka ndo mambo kinakuja kukumbuka usiku tu unakuja kulala. Wakati mwingine mzee anataka kupumzika mchana. Sasa akija kupumzika mchana anakuta kitanda chenyewe kinamwambia njoo nitani. Nasogea anaondoka. Usingizi unakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewa tofauti. Amina. Hivi ndio tunasababisha watu wote kupata migogoro. Mbadilike, kwa vile jana kubadilika. Alafu muulize umetandika kitanda umekuja hapa kanisa lako umevaa. Nani umeanza kutandika? Na mwingine hajaanza kitanda hata kitandika. Sio mbona yanasizia muulize umetandika kitanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Naongea na mtu. Amen. Usishindane mdomoni na mtu. Kiona amepanda wewe shuka. Nyekea. Nalo litapita. Kesho nalo lisiku. Utakampa ya jenga. Pole. Lakini ukimwona mmeomba amepanda, asile amepanda, jazme amepanda, wewe jamaa. Hapa ungejiteteaje kwa sababu moyo wako umeshamwakilisha kwa wakati wewe. Kwa hiyo hapa ungejiteteaje? Kwa hiyo kitakusaidia tu kwamba akikwambia hivi wewe kubali ndio bwana. Ndio mzee. Ndio mzee. Yaani ile uongeaji wako unaweza kusababisha hata hasira yake kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana wana wa Mungu. Katika maisha ya ndoa. Ndio maana tunasema hivi unapoingia kwenye ndoa usibebane tu kama kuku. Lazima mpite kwenye madarasa ya mafundisho. Ogopa kitu ambacho unapewa cheti kabla hujahitimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Darasa la 7 ili upate cheti kama kumaliza darasa la 8 na ufanye mtihani. Ukienda sekondari ukimaliza kidato cha 4 ili cheti ukipate mpaka ufanye mtihani na ushinde ndio cheti kinakuja. Ukienda chuo kikuu ukienda hivyo ili upate cheti chako mpaka uhitimu masomo. Lakini ni eneo moja tu ambapo cheti kinatolewa bado hujaingia kwenye masomo. Ni ndoa. Sasa hiyo kitu kiogope sana. Sio cha kurupukia. Sio cha kurupukia. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana. Mungu akusaidie kushakua kueleza. Sasa turudi kwenye eneo letu. Huyu Esther alimuona mfalme mmoja siku ya kwanza kula chakula na moyo wake ukafunguka, hajasema neno lolote. Inawezekana chini alikaa kajipanga sana. Inawezekana kuna maji yamekosa. Eza chumvi ilizidi. Eza mafuta yalikuwa ni mengi. Eza chumvi ilipungua. Eza sijapiga ule moyo ambao unapendeka moyo wa mfalme. Akasema mfalme, naomba nipate kibali na siku nyingine nikikualika uje tena uje na huyu mtu. Ila anatafuta tu moyo wa mfalme ufunguke. Ukiisha funguka moyo wa mfalme aseme neno. Ile aliyoiandaa Esther. Wakahimiza kumleta Hamani katika karamu aliyoiandaa nani? Esther. Tayari. Imeishia hapo. Sura ya 7 mstari wa kwanza hadi wa 10. Esther sura ya 7 mstari wa kwanza hadi wa 10. Wakiwa mezani, moyo wa mfalme ukafunguka. Kisha mfalme akarudi kutoka katika bustani ya ngome hata mahali pa karamu. Akarudi. Ikawa Hamani
amejitupa chini penye kitanda alipokuwapo Esta. Akawaja akamkuta Hamani amejitupa kwenye kitanda ambacho analala Esta. Mfalme akasema, namna gani je? Unafanya mambo haya. Hata mfanyia malkia jeuri hata machoni pangu nyumbani mwangu. Unafanya mambo haya mbele yangu kwenye nyumba yangu. Na neno lilipotoka kinywani mwa mfalme, wakamfunika uso Hamani. Ndipo aliposema Arbona, msimamizi wa nyumba, mmojawapo wa wale waliohudhuria mbele ya mfalme, tazama basi mti wa mikono 50 urefu wake Hamani alimwokea tayari Mordekai, ambaye alinena vema kwa ajili ya mfalme, upo umesimamishwa nyumbani kwa Hamani. Mfalme akasema, mtundikeni juu yake. Wakamtundika Haman juu ya mti aliyomwekea tayari Mordekai. Ghadhabu ya mfalme ikatulia. Sura ya 8 mstari wa kwanza. Siku ile mfalme Asuero alimpa malkia Esta nyumba yake Haman, yule adui ya Wayahudi. Mordekai naye akahudhuria mbele ya mfalme, kwa maana Esta alikuwa amedhihirisha alivyomhusu. Basi mfalme akaivua pete yake aliyompokonya Haman, akampa Mordekai. Naye Esta akamweka Mordekai kuwa juu ya mlango wake Haman. Tena Esta akasema na mfalme mara ya pili. Akaanguka miguuni pake, akamsihi kwa machozi ayaondoe madhara ya Haman Mwagagi. Pamoja na Haman amekufa, lakini kuna waraka Haman ameacha kuandika. Ule waraka bado unaweza kuleta mabaya. Wanaweza kubisa. Ukiona mtu amekufa sifai kwa amekufa, aliacha maandika nini? Aliacha amesema nini? Kwa hiyo Esta akalijua. Lazima mfalme sasa sikia pamoja na kwamba amekufa Haman, lakini kuna waraka aliacha ameuandika. Kwa waraka na wenyewe utengwe. Na shauri alilowafanyia Wayahudi. Ndipo mfalme alipomnyoshea Esta fimbo yake ya dhahabu. Basi Esta akaondoka akasimama mbele ya mfalme. Akasema, mfalme akiona vema, nami nikiwa nimepata kibali machoni pake, na neno likionekana jema mbele ya mfalme, nami nikimpendeza machoni pake, iandikwe kuzitangua barua za Haman bin Hamedata Mwagagi, alizotunga na kuziandika ili kuangamiza Wayahudi walioko katika majumba yote ya mfalme. Kwa maana niwezeje kuyaona mabaya yatakayowajia watu wangu? Au niwezeje kuyatazama maangamizo ya jamii zangu? Mfalme Asuero akawaambia malkia Esta na Mordekai Myahudi kusema, tazama, nimekwisha kumpa Esta nyumba yake Haman, naye mwenyewe wamekwisha kumtundika juu ya mti, kwa sababu aliwatia mikononi Wayahudi. Basi waandikieni Wayahudi pia vyovyote mpendavyo, kwa jina la mfalme katie muhuri kwa pete ya mfalme. Kwa kuwa andiko lililoandikwa kwa jina la mfalme na kutiwa muhuri kwa pete ya mfalme, hakuna awezaye kulitambua. Basi waandishi wa mfalme wakaitwa pale pale siku ya 23 ya mwezi wa 3, ndiyo mwezi wa Siwani. Na kama vile Mordekai alivyoamuru, Wayahudi wakaandikiwa pamoja na maakida na maliwali na wakuu wa majimbo toka bara Hindi mpaka Kushi, majimbo 127, kila jimbo kwa mwandiko wake, na kila taifa kwa lugha yake, na Wayahudi kwa mwandiko wao na kwa lugha yao. Akaandika kwa jina la mfalme Asuero na kutia muhuri kwa pete ya mfalme. Akazipeleka barua kwa matarishi wamepanda farasi
wamepanda wanyama wepesi sana waliotumika kwa huduma ya mfalme. Ndio waliozalishwa katika zizi la mfalme. Katika barua hizo mfalme aliwaruhusu Wayahudi wakusanyike katika kila mji na kuzisimamia maisha zao, kuangamiza na kuua na kurifisha jeshi lote la watu na la jimbo watakalo waondokea. Asante sana. Hii akili alipata Danieli peke yake. Wakati wamechukua mateka wamepelekwa kule Babeli, Babyloni, wamechukuliwa wale vijana. Wao walifahamu siri ya madhara ya chakula. Na hata walipofikishwa wakaandaliwa chakula wao. Wakaombea mlinzi ile posho iliyoandaliwa na mfalme kwa ajili ya hawa vijana, na wengine walikuwa wamechukuliwa wenyewe wakasema sisi hiyo hapana, tupe mtama na maji, tutakula hapo mtama na maji, lakini chakula cha mfalme sisi hatuli. Yule mlinzi akamwambia jamani, mfalme akija kukuta fedha hizo zilizofika mimi nitaleta matatizo. Akamwambia tujaribu kuchukua siku kadhaa. Alafu tuweke hapa sisi na hao waliokuwa wanakula posho ya mfalme tuone. Utaona tu mwenyewe. Utajaribu kwa hizo siku kadhaa utaona. Na kwa hiyo akakubali. Wakawa wanakula mtama na maji, mtama na maji, mtama na maji. Baada ya hizo kutimia, wakaleta wale wote walikuwa wanakula chakula kutoka kwenye meza ya mfalme, ambao ikulu ya mfalme imesaini chakula wala. Wakaja wakalinganishwa kwa kina Danieli. Inaonekana kina Danieli wamenawiri, wamenenepa, tena wamependeza kuliko walikuwa wanakula chakula cha mfalme. Ndipo yule mlinzi au msimamizi alikuwa anasimamia ile posho, lile fungu, akakuwa amekubali sasa hawa jamaa wanakula mtama na. Kwa hiyo hawakula chakula cha mfalme. Kwenye serikali mara ndio wale jamaa wanaabudu na miungu. Kwanza wamefika kule, jambo la kwanza kwa chakula. Kabla ya chakula kuja, baada ya chakula hapo ni kwa kuja kubadilishwa majina. Yale majina walibadilishwa majina kutokana na kawaida ya miungu ya mfalme kwenye ule mji. Kwa hiyo kama huyu alibadilishwa jina akapewa hili ila akapewa hilo pia tusija Abednego mwingine, maana yake Mungu Nego ambaye kwa anasimamia kama miungu gani. Kila mmoja alikuwa kutokana na miungu ya mfalme alikuwa anatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile Danieli sura ya kwanza. Mstari wa kwanza hadi wa 15. Danieli 1:1 neno la Mungu linasema, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akaruhusuru. Yule mji akaupeleka. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu. Mikono ya Nebukadreza. Naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari. Akavichukua akavipeleka mpaka nchi ya Shinari. Mpaka nyumba ya Mungu wake. Akaviingiza mkuu wa matowashi wake. Awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme. Awalete baadhi ya wana wa Israeli, vijana wa Israeli. Wana maana yake watu. Na wa uzao wa kiungwana. Vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo. Na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme. Pamoja na hivyo, mfalme akaandaa bajeti ya chakula cha hao watakaoletwa. Na ya divai aliyokunywa mfalme. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3. Walishwe hivyo kwa muda wa miaka 3, chakula kilichoandaliwa kutoka kwenye meza ya mfalme. Ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Ili wakishamaliza wamekula kile chakula kizuri, wamependeza, siku moja ndio wapelekwe mbele ya nani? Ya mfalme. Basi katika hao waliokuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria, mkuu wa matowashi, akawapa majina. Alimwita Danieli
Belteshaza. Na Anania akamwita Shadraka. Na Mishaeli akamwita Meshaki. Na Azaria akamwita Abednego. Anabadilisha majina haya kutokana na asili ya miungu yao. Shadraka na Abednego, haya majina ni ya yule miungu. Abednego Mungu nego mamiungu yale. Wakabadilishwa majina yao. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa, Danieli moyoni mwake akazimia ya kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kwa divai aliyokunywa, wala kwa divai aliyokuwa anakunywa mfalme. Danieli akazimia moyoni mwake. Sema akazimia moyoni mwake. Na wewe uazimia mwako, hakuna kupokea rushwa. Hakuna wale ambao waeleweki, achana nao. Tunataka kiongozi sahihi atakaye tuvusha. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hatuangalii umma, tuangalii sura. Tunataka mtu mwenye roho ya Mungu ndani yake, ambaye ndani yake ameibeba kweli ya Mungu, ameibeba kusudi la Mungu ndani yake, ameibeba pia Tanzania. Hatutaki mtu ambaye anakuja kwa ajili ya maslahi yake, kwa ajili ya manufaa yake na familia yake na ndugu zake. Tunataka mtu ambaye ndani yake ameibeba kweli ya nani? Sasa hawa jamaa wakasema hatuli. Akaazimia moyoni hatuli. Maana walijua hicho chakula kinene kikawakamata mioyo yao, akili zao kikawatia nini? Unajisi. Wana Mungu wanaongea. Kwa nini mabinti wengi wanaharibiwa? Kwa nini mabinti wengi wanapewa mimba mashuleni? Ni kwa sababu ya vyakula. Kwa sababu ya vyakula. Na kwa nini mabinti wengi wanafanya uzinzi na uasherati kabla ya kufunga ndoa? Kwa sababu ya vyakula. Ukisha kamata na kile ya chakula, mbele utakachoambia chochote ni kitu. Mimi ni wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mabinti wengi ndio yao bilisha kamata bilisha teka. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma. Unachumbia. Unafanya nini? Unachumbia au binti unachumbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza hata ungemwona yule kijana anataka huko, ulikuwa unatafuta kwa kujificha. Ulikuwa unatafuta mama nini? Au wewe unatafuta njia yako kabisa ya kwenda kivyako. Njia yako kabisa ya kwenda kivyako. Kwanza mtakia hata kuonana uso kwa uso hivi. Kwa maana zile ndoa zitakuwa zinadumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona watakatifu wa Mungu. Hivi nafikiri kwa nini ndoa sasa hivi zinafungwa baada ya miezi 6 ndoa inafutika? Baada ya mwaka ndoa imeharibika. Hao watu wamebadilisha tu mazingira, washaka juana kama mapema. Tunaona Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona watakatifu wa Mungu. Nini? Ulipotoa naomba leo nikutoa au unapelekwa kwenda kunywa chai. Tayari. Unaanza kutoa unajisi. Chakula. Nini? Nini? Chakula. Nikitoa au leo na kupeleka kale chips. Na wewe chips rafiki yangu unaisikiaga tu kwa jirani. Umeenda kula chips rafiki yangu. Na koka. Yaani chips na koka ni mapacha. Ukipewa chips hapo kiuza soda gani? Unasahau. Nipe koka. Koka. Utakokorwa. Utakokorwa. Unamtana ni? Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya siku 2-3. Tayari. Hivi wewe kweli unaenda kuolewa ni binti. Unajua kuna kitu ambacho ni kibaya sana.
mvulana na kichwa kinafanana. Inawezekana mashuka achaka mtu wako na yeye. Huko naona nakwambia. Amina. Nakwambia ukweli. Aisha kana kwa chumba cha kijana na kichwa hakina hata mashuka, ameshanunua na yeye ameshakachangia na mashuka. Bwana naongea hivyo nimekutana nao wale. Wengine kuja kuamshana kwa kuamshana. Tungaji tunataka kuoana. Binti unasali wapi? Anaenda anasali kanisa fulani. Kijana ni wa hapa. Kaambia mchungaji, yaani ukibinti cheka ninunulia mpaka na mashuka. Na mashuka ninayo. Naambia hapa kuna kuondoa hapa. Na sasa hivi nataka niume msimamo mmoja. Nikijua unafahamu kwenye chumba cha mvulana siku ya ndoa uvae shela, uvae gauni kama rabi. Mimi ndio nafungisha ndoa. Si mimi ndio nafungisha ndoa. Si ndio nimepewa idhini na serikali. Utakuja umevaa gauni la bibi. Unaelewa tukiongea? Unaelewa tukiongea? Hatutaki kumdhalilisha mtu. Tunatamani ndoa zetu ziwe na furaha, tuwe na amani. Lakini ile haya bwana ndio wanakata keki, wanakata keki miaka. Wana kubaka tu wanakata keki, wanakata keki yao. Haleluya. Unaelewa tukwambia mwana wa Mungu. Lakini nini kinachosababisha mpaka ufike kwenye hilo eneo? Chakula. Kwani unakuwa hata kama ni makano unakunywa na maji lakini tumbo limeshiba. Tusizidiwe na warevi. Warevi wanakuambia kwamba yeye akila hata ile nini? Zile yale madomoro yale. Ni madomoro mnaita madomoro mani. Ndio mchungaji wewe. Amina. Haya makanisa sasa hivi wameanza shetani ameingia kwenye makanisa, imekuwa ni jambo la kawaida hapa. Hapana. Tutasimamia utakatifu mpaka hatua ya mwisho utakatifu. Tutasimamia utakatifu mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo msije mkashangaa kuona binti amekuja hapa, alafu yuko kwenye nani ameingia? Mimi nilikuwa nimetoa out. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vyakula vina madhara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona amina. Shetani anatumia sana hii mbinu ambayo wewe unajua. Lakini ni mbinu ambayo imepiga maisha ya watu wengi wakawacha mkono na wakaiacha imani. Nini? Chakula. Sema Yesu nisaidie. Katika kitabu cha Yohana sura ya 6, naomba tumalizie hapa. Mstari wa 48 hadi mstari wa 58. Tunaona Yesu naye akaamua kuja kama chakula. Alikuja kama nini? Chakula. Anasema mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni maji ya kweli. Kumbe kuna vyakula ambavyo sio vya kweli. Na anasema anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anakaa ndani yangu na mimi nakaa ndani yake. Kumbe unapokula chakula ambacho Mungu amekupa, nini kinakaa ndani yako? Ukienda kusoma hiyo Biblia hapo ile leo, ndipo naelewa vitu vingi sana. Kumbe mtu akikupa chakula ukala, kile kinaweza kukuua au kukuharibu, au maneno yake yanaweza kukaa yeye anaweza kukaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mnisaidie kusoma kwa haraka. Yohana 6:8 neno la Mungu linasema, mimi ndimi chakula cha uzima. Anasema chakula cha nini? Chakula cha nini? Maana yake ndani ya chakula kuna uzima. Ndani ya chakula kuna mauti, lakini hafi. Mimi ndimi chakula chenye uzima. Anaambia sana Yesu ndiye chakula chenye uzima. Kilichoshuka kutoka mbinguni. Ambacho kimeshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki, akila hicho chakula ataishi milele. Anaishi. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu. Anasema chakula anachotoa Yesu utapewa hesabu mbele za Mungu. Siku ya mwisho utapewa hesabu. Na ndipo siku hiyo ambao watu wengi nyuso zao zitatiwa aibu. Watu wengi nyuso zao zitatiwa fadhaa. Watu wengi nyuso zao zitalia. Walikuwa ni watu wakubwa duniani.
walikuwa ni viongozi wakubwa wenye heshima duniani, lakini mbele za Mungu watakuwa kama takataka. Nakumbuka kuna mateso ya milele, jehanamu ya milele. Tunasema watasaga meno yao, watalia na kusaga meno yao na kuomboleza. Sasa Mungu anapokuweka kwenye nafasi, hebu itumie nafasi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usitumie nafasi kwa maslahi yako mwenyewe na kwa ajili ya kuumiza wengine. Jamani, tuko mambo uchaguzi. Usitafute viongozi umizaji. Tutafute viongozi ambao wanaweza kufanyika faraja na watu wenye kuweza kutusaidia, kutuvusha, kutufikisha kwenye nafasi na eneo fulani la kimaendeleo. Bwana Mungu, tuwe makini sana na vyakula. Ndio maana tuwe makini sana na nini? Sasa hivi mtu akija kuletea chumvi, uwe makini sana. Hata kusema mimi napokea ila simpigii kura. Roho yako. Kumbuka hili ni jambo la kiroho. Ni jambo la kiroho. Uwe makini sana. Biblia inasema ndio yenu na iwe na sio yenu na iwe. Useme ndio wakati ni sio. Penye sio wewe sema tu sio. Na penye ndio wewe sema ndio. Paulo alisema jambo hili katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 11. Sasa mstari wa 20. Hadi 29 anasema Wakorintho wa kwanza mwili wake ni nini? Ndio alichukua ule mkate. Neno la Mungu linasema basi mkutanikapo pamoja haiwezekani kula chakula cha Bwana. Haiwezekani kula chakula cha Bwana. Kwa maana kila mmoja hutangulia kutoa chakula chake katika kule kula. Yaani kama umekuwa na mashindano sasa ya kula huo mwili wa Kristo. Hata huyu ana njaa. Huyu ana njaa. Na huyu amelewa. Huyu amelewa. Amelewa. Inakwenda na yeye kwenye kwenda kukula mwili wa Kristo, naye anakula. Huku ni mlevi. Anajua kabisa ametoa mimba na jakumu. Anajua kabisa amezini. Amefanya uasherati kabla hata ya ndoa. Anajua na hiyo dhambi hajaitubu. Anaenda. Paulo akaanza kutoa angalizo juu ya madhara ya chakula. Nataka kuonyesha juu ya madhara ya chakula. Yesu pale amesema leo kuna mwili wangu na kuja damu yangu nakaa ndani yake na mzima. Paulo anakuja kufafanua hapa sasa. Naomba tuende vizuri kwenye ufafanuzi wa Paulo wa ile andiko tulilosoma kwenye Mathayo kwenye Yohana 6. Je, hamna nyumba za kulia na kunywea? Hamna nyumba za kulia na kunywea kwa nyumbani kwenu? Au mnalidharau kanisa la Mungu? Mnalidharau kanisa la Mungu na kuwatahayarisha hao wasio na kitu? Niwaambieni. Niwasifu. Siwasifu kwa ajili ya hayo. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi. Ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate. Alitoa nini? Mkate. Kula alipoambia kwenye wana mbele na mwili wangu, anayekula mwili wangu, na kwa hawakujua alitoa mkate. Akafanya kuwa mwili wake. Naye akiisha kushukuru akaumega. Akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe. Akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo. Kwa ukumbusho wangu. Anaeleza jana Mungu Yesu amesema kwenye Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka 28. Maana kila mulapo mkate huu, na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kumbe tunapokula leo mwili wa Kristo kuja damu, tunatangaza kwamba Yesu alikufa, Yesu alifufuka. Hiyo ndio jambo. Yesu alikufa, Yesu alifufuka. Tunatangaza wote kwamba kwa mauti yake sisi tumekombolewa, kwa damu yake sisi tumekombolewa, kupitia mwili wake ulivyojeruhiwa, kupigwa, kuwekelewa misumari msalabani, sisi tumepata ukombozi. Tunakumbuka, tunatafakari. Basi kila aulai mkate huo, kila anayekula huo mkate au kukinywea kikombe hicho, au anayenywea kikombe
cha Bwana isivyostahili, pasipo kustahili. atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Anakuwa amejipatia nini? Sema wazi, anakuwa amejipatia nini? Anakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya nani? Ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, Tunaachioti mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Maana alaye na kunywa kula na kunywa hukumu ya nafsi yake, anakula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokuupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Asante, tutekomea hapo. Bora kujipambanua, ujitengeneze mbele za Bwana na kumwambia Mungu nisaidie. Ninapokwenda kula na kunywa mwili na damu yangu, isigeuke kuwa hatia na nguvu kwangu, bali geuke kufanyika uzima ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Yesu anasema anautoa mwili wake? Maana wachawi wanakula nyama za watu, wanakunywa damu za watu, wanakunywa damu za watu. Kwa hiyo Yesu anataka kwamba tunapokula ule mwili wake na kunywa damu yake, tukawe na nguvu katika yeye kushinda nguvu za yale mapepo na mashetani yanayokunywa damu, yanakula miili ya watu. Naongea na mtu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi hatutishi na nguvu za mashetani. Sisi tuna nguvu kuliko nguvu za mashetani. Sisi tuna nguvu kuliko nguvu za majini. Sisi tuna nguvu kuliko nguvu za mapepo. Wao wanakunywa damu za wanadamu. Sisi tunakunywa damu ya yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Nguvu hiyo kwenye damu ya Yesu inatufanya kuwa washindi kila kuitwapo leo. Sio kwamba tunayashinda mashetani na majini kwa sababu tuna nguvu ya Mungu. Kwa sababu tuna imani. Mwili na damu ya Kristo ambapo tumeunganishwa navyo. Tumeunganishwa na Kristo. Kwa hiyo tunaposimama ni Kristo amesimama. Tunapotembea ni Kristo ametembea. Tunapolala ni Kristo amelala. Tunapoinuka ni Kristo ameinuka. Tunaposema ni Kristo amesema. Wakija watuoni wanamuona Kristo. Maana amesema naye kama wasikie ni wewe umesema. Yesu nisaidie. Bwana anataka aone mtu mwenye imani moja. Atakayesimama kumwambia Bwana, leo nataka nigeuze. Leo nataka nibadilishwe. Kama mtu anakula chakula kinambadilisha. Kama wale watu walikula chakula kilichokuwa kimetolewa kwa Mungu, ile miungu ya Baali Peori wakazini. Mimi napokula mwili wako, kata kiu ya uzinzi ndani yangu, kata roho za hasira ndani yangu, kata roho zote za uzinzi na uasherati ndani yangu, kata roho za makofi na manung'uniko ndani yangu. Unitenge na kila uasi na uovu na hatia za kila namna. Unifinyange tena Bwana, unifanye kuwa chombo kipya, kikali chenye meno cha kupuria, kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Haleluya watu wote. Haleluya waenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe wana Mungu. Tunaishi kwenye dunia, lakini Yesu anakuwa mwili wake. Anajua kwamba anayekula ndani yake ana uzima. Hata ningekuja gonjwa na kutisha namna gani, maadamu nimekula mwili wa Kristo, nguvu yake itakwenda kunifufua. Kama yule mama aligusa tu upinde wa vazi lake, nguvu zikatoka kwenye mwili wa Kristo zikamponya. Ninapokula mwili wa Kristo, iko nguvu ya Kristo ndani yangu. Ninapokunywa damu ya Kristo, iko nguvu kupitia damu ya Yesu inaishi ndani yangu. Ninaunganisha na lile agano. Ninaunganishwa na lile agano kwenye damu ya Yesu. Uhai ndio kwenye damu ya Yesu na unganisho nao. Kama ndani yako kuwepo uhai, damu ya Yesu ina uhai. Ndio maana inazungumza, ndio maana inaongea, ndio maana huwa inasema. Hiyo damu ya Yesu iliyo ndani isemeshe kila magonjwa yaliyo ndani, isemeshe kila tabia ambayo iliyo ndani, inyamazishe kabisa, alafu inifanye kuwa vile Mungu anataka niwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wana wa Mungu. Tunaishi kwenye maisha hapa duniani, wewe unaelewa. Maisha watu wengi yamepigwa, maisha watu wengi yameharibiwa. Na shetani, sikio nikwambia, shetani anatumia vitu vidogo vidogo sana. Vile unavyoviona vya kawaida ni shetani anavitumia kupiga maisha ya watu. Yesu akasema hakuna shida. Kama shetani ongea, nikizungumza ndio mzungumza. Nikisema nafunga vinafungika. Nikisema nafungua vinafunguliwa.
lakini ndani yake ana hofu. Hii ndio shida ya kunyonga damu za watu. Kunyonga damu ya mtu. Kila mwezi anakunywa damu ya mtu. Na leo anakunywa damu ya mtu. Sasa ambapo mtu yule anakunywa damu yake ni tofauti na wanadamu wa kawaida. Alafu damu yake sio ya kawaida. Kwa nini? Kwa maana wanadamu kwa nini nasema tofauti na wanadamu wa kawaida? Kwa maana wanadamu wa kawaida walizaliwa kwa mapenzi ya kibinadamu. Yeye hakutokana na mapenzi ya kibinadamu, alitokana na mapenzi ya Roho Mtakatifu wao. Halafu ndio ni wewe utanifishia nini? Wewe unakunywa damu ya mwanadamu aliyetokana na mapenzi ya kibinadamu. Mimi nakunywa damu ya mtu aliyetokana na mapenzi ya Roho. Na kuna nyama ya mtu aliyetokana na mapenzi sio ya kimwili, ya kiroho. Wanaweza sasa. Katika dunia hii watu ambao wanataka kuonekana wenye kutisha ni watu ambao neno la Mungu limekaa ndani yao wakaijua kweli hapo. Mwanangu nakwambia hakuna kitu kitakachokutisha katika dunia hii. Ila wewe ndio ukavitisha vitu. Wewe ndio unaweza kubadilisha mazingira. Mazingira yanaweza yasikubadilishe ila wewe ukayabadilisha mazingira. Watu wengi wamebadilisha mazingira kwa sababu hawajui. Wanaweza sema sana. Hawajui hili wafuta. Kimapi kufanya hapa kajambo fulani. Wakati tunaomba Roho Mtakatifu kwenye mambo ya kuombea sadaka hapa. Ndio maana wanapenda kuambia kwamba kuna mtu anakuja amechelewa alafu ndio anaanza kuwahi kutoka kanisani. Ndio maana anaomba hivyo. Kuna wakati mwingine Mungu anapenda kutufunua mwisho. Amina. Bwana asifiwe sana. Kiwapi tunaomba hapa katika kile na neno kitu ilitoka kwa pili wazo. Tushughulikie viatu vya ukoo. Tushughulikie viatu vya familia. Tushughulikie viatu ambavyo tumevalishwa kwa neno lake. Wenyewe kusikia. Wenyewe kufanya wengine wamevishwa viatu vimepigwa na ngozi za fisi. Wengine wamevishwa viatu vimepigwa na majoka. Wengine wamevishwa viatu vya namba. Kila mmoja viatu kamata rafiki yangu. Hii ni mchezo. Wametoa uhai wa fisi. Ni damu imwagika. Ni damu fanya nini? Imwagika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni wanyama ambao wanatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naongea vitu hivyo na Mungu katika mambo na fahamu vitu ambavyo Mungu amesaidia kunifundisha. Mmoja tunapokuambia kwa mmoja na huyu mama. Mmoja katika ndugu zangu. Tukaingia tunaomba kitu kibaya sana. Ikaonekana Baba nishabariki nikaweka mikononi mwako. Ninaomba tu mafuta ya Roho Mtakatifu yanayovunja nini. Kwa yeye atachukua mashahidi kwenye nyumba yake atakapopeleka mashahidi. Mungu moto ukaanze kufukutika. Moto ukaanze kuwaka. Sadaka yake atakayotolea hiyo Mungu. Hiyo kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Au ile utakayosema naye wewe Bwana. Ninaomba Mungu kajifunue. Hii maisha ikawe ni moto kwa moto wako. Kile kitakachoingia kwenye marango moto wako katika kazi ya Ibilisi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa damu ya thamani. Asante Baba kwa kusukuma moyo wake Mungu kwamba apoe. Maana wewe umesema naye. Ikawe kama upanga katika ulimwengu wa roho. Wa kukatakata kamba zote za vile viatu vilivyokuwa vimevalia zaidi. Kidole unavaa kiatu, kidole kimoja kimekoboka. Inaangalia nini kinachungulia njia unayopitia dirisha. Uje kila ambao au vivai au ishakaishi kama sawa. Hivi sasa hiyo vinakopa